Tutaenda kuomba hapa. Tunaomba kwa ajili yako Mungu aweze kukuokoa jioni ya leo, akurudishe kwake jioni ya leo. Lakini pia tutaenda kuomba kwa ajili ya yeyote kwenye familia yako ambaye unaona anamhitaji Yesu, abadilishe maisha yake. Inawezekana una vijana kama wale vijana wawili wanyang'anyi. Usiwakatie tamaa. Yesu angeweza kuwakatia tamaa, hakuwakatia tamaa. Hakuwapata wote wawili, lakini alimpata mmoja. Inawezekana huyo mmoja ni mtoto wako. Usimkatie tamaa. Usiseme nimeomba nimechoka. Usichoke. Endelea kumkumbusha Bwana. Omba Mungu apeleke watenda kazi kwenye njia yake, kwenye maeneo yake, akutane na nguvu za Mungu. Omba Mungu apeleke watenda kazi kwenye maeneo tofauti tofauti, apeleke sokoni, apeleke madukani, apeleke kwenye gari, apeleke kwenye basi. Kwa sababu huwezi kujua kitu gani kinatokea. Kuna mtu ambaye unamuombea, umetamani sana aokoke. Sijui kwa upande wako, lakini naona Watanzania wakiongezeka. Kwenye kiti cha enzi kukizunguka, maana yake wanaokoka wataongezeka. Na nina uhakika na ninaendelea kuomba Mungu weka watu wengi kutoka Tanzania watakaosimama kwenye kile kiti cha enzi. Mungu katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya neno lako la msalaba lililobeba ujumbe wa wokovu kwa ajili ya kila amini, kila aliye tayari kubadilika maisha yake apate msaada kutoka kwako mahali alipo na anapoendelea. Tunapokushukuru kwa ajili ya neno hili Bwana. Pia tunaomba kwa ajili ya wenzetu katika familia zetu, katika ofisi, katika kanisa, katika makampuni Bwana, katika mitaa, katika vitongoji, katika vijiji, katika taifa ambao hawajakujua. Sisi ambao tunajua kile ulichotuonyesha kwenye msalaba, tunatamani kila mmoja apate msaada wa kukiona na kukipokea. Mungu, neema yako iliyotuokoa iwaokoe na wao, ifunuliwe juu ya hata kama walikuwa na moyo mgumu kama wa Sauli. Bwana, hakuna kwako jiwe lililo gumu katika Agano Jipya. Unabadilisha, unawapa moyo wa nyama. Mungu katika jina la Yesu, ni mbishi, haendi kanisani, ni kijana mzuri kabisa, amekulia Sunday school, lakini ghafla hataki kwenda kanisani. Mungu mkumbuke. Mama yake amelia kwa muda mrefu, baba yake amelia kwa muda mrefu, amemfuatilia mpaka anasikia kuchoka ndani yake. Mungu, ninaomba katika jina la Yesu, muinue, mtie nguvu, asichoke wala asimkatie tamaa. Pamoja na kwamba kwa jinsi ya kibinadamu ni kitu kigumu, lakini Bwana, ndio maana ulituambia tuje msalabani kwako tupate msaada wako, maana pasipo wewe sisi hatuwezi kufanya neno lolote. Ulituma ujumbe wako ukiwa na nguvu zako, tukijua tunaweza tukaishiwa nguvu, tukaishiwa stamina, tukaishiwa msaada. Tumeomba msaada kila mahali, tumepeleka majina ya hawa watoto na hawa waume zetu na hawa wake zetu kwa kila mahali Bwana, ili waombewe, lakini bado hatujaona matokeo. Wengine wameanza ndani yao kuchoka, wakifikiri labda ndivyo walivyopangiwa. Hapana, Bwana, uliwapangia msalaba, njia ya msalaba, njia ya neema. Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hata kama anakuja kwa kuchechemea Bwana, hata kama anakuja kwa kuchechemea, mpe nafasi Nuhu, asifunge mlango mpaka huyo mtu ameingia, mpaka huyo mtu ameingia, mpaka huyo mama naye ameingia, mpaka huyo baba naye ameingia. Bwana, usichoke kugonga hodi kwenye moyo wake mpaka amekufungulia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana wewe ni Mungu aliye hai ambaye unabadilisha maisha yako kwa msaada wa pale msalabani. Pokea sadaka hizi Bwana, zikiwa zimebeba haya maombi na majina ya hao watu wakiendelea kuyataja mbele zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa roho wako Bwana aliyebeba nguvu zako ambazo zimeenda pamoja na ujumbe huu kwa ajili ya kubadilisha maisha ya watoto wako katika jina la Yesu Kristo, na watu wote tuseme amen.